Ujenzi wa Tanzania mpya unajengwa kwa kuzingatia vipaumbele muhimu. Kilimo na matumizi mazuri ya utajiri mkubwa wa maji tulionao unabaki kuwa chachu ya kuboresha kazi ya ujenzi wa Tanzania mpya. Kuboresha sekta ya kilimo na maji kumegusa zaidi maisha ya mwananchi moja kwa moja. Mheshimiwa mgombea, sisi wakulima ambao maisha yetu ni shambani, ambao chakula tulikuwa hatuna uhakika kwa sababu tulikuwa hatuna uwezo wa kununua mbolea kwa $150,000, ukasema mbolea hii wape watu kwa ruzuku. Na ni vizuri Watanzania wakafahamu maamuzi ya Rais Samia kuamua kutoa ruzuku yalipingwa na taasisi za kimataifa, yalipingwa na development partners, na akasema mwaka 2022 mwezi wa 8 Mbeya, nendeni mkawape wakulima ruzuku za mbolea, nendeni mkawape wakulima ruzuku za mbegu, nendeni mkawape wakulima ruzuku za viuatilifu, kwa sababu ulikuwa unajua unafanya juhudi kuondoa umaskini katika kaya. Wakati unaingia madarakani, gunia la mpunga lilikuwa shilingi 50,000. Anaenda shambani mwenyewe, anavuna, anahangaika, hapewi ruzuku, hapewi ugani, hapewi mbolea, hapewi nini, mipaka ikafungwa. Umeingia madarakani, policy statement yako ya kwanza, mkulima alime, apewe ruzuku, auze popote. Leo wanauza gunia 1,20,000. Umeingia madarakani Mheshimiwa Rais, umeikuta nchi hii ina miradi ya umwagiliaji 13, mikoa 26, miradi 1, 2, 3, 13 Mheshimiwa. Leo kwa kipindi cha, na wengi wanasema miaka 4, ukweli sio 4. Kwenye kilimo maamuzi ameyafanya 23, 24, 25. Ni miaka 2 tu, huni watatu. Unatekeleza miradi 730 katika nchi, na mkoa huu wa Shinyanga zinatumika shilingi bilioni 14. Mheshimiwa mgombea, Mwenyezi Mungu ana mipango yake. Umeingia madarakani, uliikuta ndoto ya kujengwa kwa soko kubwa la mazao ndani ya mkoa wa Shinyanga, wilaya ya Kahama. Liliandikwa kwenye makabrasha ya ASDP 1, likaandikwa kwenye makabrasha ya ASDP 2, likawa ni story. Hivi leo unaenda Kahama, mkandarasi yuko pale site anajenga soko la mazao ambalo watu wageni wa kutoka Uganda na Rwanda waliokuwa wanafata mpunga mashambani sasa wataufata sokoni, na Watanzania ndio watatoa mpunga mashambani kuupeleka sokoni, watakutana pale. Hizi ndio haki tunazozijadili sisi watu masikini. Wengine wanajadili haki kwa mitazamo ya anasa. Ana uwezo wa kununua iPhone 16, 17, anakaa Twitter asubuhi mpaka jioni. Sisi tunazungumzia elimu, ndio maendeleo vijijini. Barabara, maendeleo vijijini. Ruzuku ya mbolea, maendeleo vijijini. Umeme, maendeleo vijijini. Hizi ndio ajenda ambazo anazisukuma Dr. Samia Suluhu Hassan. Utu wa mtu unaanzia mfukoni na tumboni. Akiwa na uhakika wa chakula, akiwa na uhakika wa kipato, ndio utu wa Mtanzania unalindwa. Utu wa Mtanzania haulindwi kwa Twitter, Instagram wala social media. Utu wa Mtanzania unalindwa katika maisha yake ya kila siku, na ndio kazi anayoifanya Dr. Samia Suluhu Hassan. Tarehe 29 tujitokeze tukapiganie uhuru wetu wa pili, ambao ni uhuru wa kiuchumi wa kumuondoa Mtanzania kwenye umaskini. Tuunganeni sote tukampigie kura Dr. Samia Suluhu Hassan. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awalinde. Kazi zinazofanywa na chama, big up CCM. Daktari Samia Suluhu Hassan alivyoniamini na kunipa dhamana ya kumtua mwanamama ndoo kichwani, hali ya upatikanaji wa maji katika mkoa huo wa Shinyanga ilikuwa chini ya 60%. Lakini kwa eneo la vijijini
ikiwemo kishapu ilikuwa chini ya 40%. Sasa hivi kipindi cha miaka minne, Daktari Samia Suluhu Hassan amewekeza bilioni 164.5 mijini na vijijini. Leo hii hapa mjini, Daktari Samia Suluhu Hassan tupo zaidi ya 94%. Maeneo ya vijijini ambao tulikuwa 1% chini kabisa, na hii inatokana maeneo mengi sana ikiwemo Kishapu, Sowa, Ushetu yalikuwa hayajaunganishwa na maji ya Ziwa Victoria. Maeneo ya Kishapu, Ushetu ni maeneo ambayo hata ukichimba maji chini ya ardhi yalikuwa hayapatikani. Kwa sababu ya madini, unaweza ukachimba ukayapata, lakini hayafai kwa matumizi ya wanadamu. Daktari Samia Suluhu Hassan katika maeneo haya yote, mkoa huu wa Shinyanga una takribani ya majimbo 7. Naomba niwaeleze wana Shinyanga, hakuna jimbo hata moja ambalo halijaunganisha na Ziwa Victoria. Changamoto kubwa, ndugu zangu wana Shinyanga, kwa haya maeneo ilikuwa ni swala la chanzo. Sasa hivi chanzo tunacho. Jukumu la kuunganisha ni kazi nyepesi sana. Kama wameweza kuutafuna mfupa mkubwa, haya maeneo mengine kwa Mheshimiwa Rais ni biskuti tu. Kazi ambayo tunaifanya ni kusimamia, kufuatilia ili kuhakikisha miradi hii inakamilika kwa wakati. Ndugu zangu wana Shinyanga, tarehe 29 Oktoba tunakwenda kufanya maamuzi ambayo ni mustakabali wa maendeleo ya taifa letu. Tarehe 29 hatuna mashaka wataenda kukupigia kura kwa kishindo, na utakwenda kuisaidia taifa hili kutatua matatizo ya Tanzania. Asante sana na Mungu akubariki sana. Ewe mwananchi, Oktoba 29 twende tukapige kura ili kujiunga na kazi ya ujenzi wa Tanzania mpya. Ndugu zangu, maendeleo ni safari. Unaanza hatua, unakwenda hatua, unakwenda hatua. Kwa hiyo kipindi cha miaka 5 iliyopita tumekwenda hatua, na tunajipanga kwa hatua za kipindi cha miaka 5 inayofuata. Na hii ni katika sekta zote: afya, elimu, maji, umeme, kilimo, uvuvi, ufugaji, mabarabara, miundombinu, kote. Na yale ambayo tumejipanga kuyatekeleza yamo kwenye kitabu kidogo cha ilani, kitabu cha mkoa wa Shinyanga. Ndio tumeweka yote ambayo Chama cha Mapinduzi tutakwenda kuyatekeleza. Kama alivyosema mgombea wa ubunge wa Nzega ambaye nilimpa dhamana kwa waziri wa kilimo, lengo letu ni kuimarisha, kuhifadhi na kuheshimisha utu wa Mtanzania, utu wa mwana Shinyanga, mtu wa Mtanzania popote pale alipo. Ndiyo kazi yetu tunayoomba mtupe, tukaifanye ili utu wenu unawirike na uheshimike. Tumejipanga vyema kutekeleza yaliyobakia. Sasa niendelee kuomba kura. Niendelee kuomba kura kwa sababu hilo ndio jambo kubwa lililonisafirisha kote kuja hapa kuwaona wana Shinyanga na kuomba kura. Najua nisingekuja kwa wingi huu, kwa heshima mlioionyesha, hata nisingekuja mngepiga kura. Lakini uungwana unataka lazima nije, tuonane, tuzungumze, halafu niombe kura. Kwa majina naitwa Samia Suluhu Hassan, ni mgombea urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, kiti cha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wagombea ubunge pamoja na wagombea wetu wa udiwani, sote kwa pamoja tunaomba kura zenu, ndugu zetu wa Shinyanga. CCM oye! Tarehe 29 Oktoba tunatiki, tunatiki, tunatiki. Usikose kusikiliza na kutazama kipindi chetu cha Safari ya Tanzania Mpya kila siku.